Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: manusura wa ukeketaji asimulia madhila aliyopitia kwa lengo la kuelimisha jamii juu ya madhara ya mila potofu. Umeona mtu ametoa hiyo wembo wa kukata, ametoa sindano, amekudunga, then kitu next tunaona ni umekatwa, damu iko chini. Of course hiyo kustuka ndio sasa ikaingia kwa akili, hii ni ukeketaji tumefanyiwa. Leo katika Jifunze Kiswahili tunabisha hodi Baraza la Kiswahili nchini Tanzania BAKITA kupata maana ya neno kinyonyi. Tafadhali ambatana nami hadi mwisho. Ni Alhamisi ya tarehe 5 ya mwezi Februari mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Arnold. Inaanzia Sudani. Maeneo mawili zaidi katika jimbo la Darfur kaskazini ya Baru na Knois sasa yameingia katika baa la njaa kufuatia utapiamlo wa kupindukia au unyafuzi kuvuka viwango vya kutokuwa na uhakika wa chakula, kwa mujibu wa tahadhari iliyotolewa leo ya mfumo wa Umoja wa Mataifa wa tathmini ya uhakika wa chakula IPC. Tahadhari hiyo inaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya watoto katika baadhi ya maeneo Sudani wanakabiliwa na unyafuzi, hali inayohusishwa na mzozo unaoendelea, ufurushwaji mkubwa wa watu, uhaba wa chakula na upatikanaji mdogo wa misaada. Tahadhari hiyo ya IPC inaonya kuwa hali huenda ikawa mbaya zaidi katika maeneo mengine yasiyofikika, ikitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kufunguliwa kwa njia salama za misaada ili kuokoa maisha hasa ya watoto. Sasa habari njema. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na vita dhidi ya ukimwi UNAIDS leo limekaribisha kwa dhati hatua ya Marekani kutia saini kuwa sheria kifurushi cha matumizi ya kimataifa chenye thamani ya dola bilioni 5.88 kwa ajili ya hatua za kimataifa za kukabiliana na virusi vya ukimwi VVU. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini kifurushi hicho tarehe 3 Februari mwaka 2026 ambacho kinatenga dola bilioni 4.6 kwa ajili ya msaada wa VVU kupitia mkakati wa afya ya kimataifa wa America First, dola bilioni 1.2 kwa mfuko wa kimataifa wa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria Global Fund, na dola milioni 45 kwa ajili ya UNAIDS. Na kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Kipalestina UNRWA Filipe Lazzarini amesema taarifa potofu dhidi ya UNRWA zinaendelea kulenga shirika hilo katikati ya mgogoro wa Gaza, ikiwemo madai ya hivi karibuni kabisa yaliyoibuliwa na video ya jeshi la Israel ikionyesha mifuko mitupu ya unga karibu na mabomu, ambapo amesema ni taarifa za uongo na hazijathibitishwa. Ameeleza kuwa misaada ya kimataifa Gaza inaendelea kwa miaka mingi, na mara chakula kinapogawiwa, mifuko hupatiwa tena kwa familia kwa matumizi mengine kutokana na uhaba mkubwa. Mwaka 2024 pekee, UNRWA inasema ilisambaza karibu mifuko milioni 3 ya unga wa kilo 25 ambayo sasa ipo sehemu zote za Gaza. UNRWA inasisitiza kuwa itaendelea kusaidia wakimbizi wa Palestina licha ya mashambulizi dhidi ya sifa yake. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Arnold. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni wasaa wa Jifunze Kiswahili na tutakuwa na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Tanzania. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kesho Ijumaa tarehe 6 mwezi huu wa Februari ni siku ya kimataifa ya kutokomeza ukeketaji wa wanawake na watoto wa kike FGM,
mila potofu iliyoharamishwa kisheria kimataifa, lakini bado inatekelezwa kisiri na baadhi ya nchi licha ya madhara yake ya kiafya na kimwili kuwa dhahiri. Mwaka huu ujumbe ukiwa ni kutokomeza mila hiyo ifikapo mwaka wa 2030. Tunamulika manusura ambaye ameamua kujitokeza hadharani ili kuonesha madhara ya kitendo hicho na hatimaye jamii iweze kuipa mgongo. Mwenyeji wako ni Assumpta Massoi ambaye amezungumza na manusura huyo wa FGM, Catherine Motian, mwasisi na mkurugenzi mtendaji wa shirika la kiraia la Afya Afrika la huko Narok nchini Kenya. Kwamba upasuaji pia wakatudunga ile sindano ya kugandisha, so of course utasikia uchungu. Ni simulizi ya Catherine Motian, manusura wa ukeketaji, akinieleza kilichomkumba akiwa na umri wa miaka 12. Yeye na dada yake walielezwa kuwa wanaenda kwenye sherehe ya kutahiriwa kaka yao. Ghafla usiku wa manane wakaitwa na kukeketwa. Alipata kiwewe. Lakini sasa hata kama already kwa akili imeshaingia, like umeona mtu ametoa ile hiyo wembo wa kukata, ametoa sindano amekudunga, then kitu next unaona ni umekatwa, damu iko chini. Of course hiyo kustuka ndio sasa ikaingia kwa akili, hii ni ukeketaji tumefanyiwa. Kabla hata uongee umeshambu, usijaribu kulia, sasa umekuwa mtu mzima, lazima ujikaze. Vitu ilifanyika haraka sana. So unamaliza, unafungwa hiyo kitambaa, unafungwa shuka, unaambiwa ukae kwa kitanda. So kwa kimila zetu haustahili kutoka nje hadi mwezi uishe. So tunakaa mwezi mmoja ndani. So hapo ndio ulikuwa umestuka, hujui nini inaendelea. So hata by the time utaka kuuliza swali, umeambiwa panda kitanda, and then hivyo. So dada yangu yeye alistuka sana hadi akazimia juu unajua ile ujazoea, umeona damu iko chini, hujui nini inaendelea. Yaani vitu ilifanyika haraka sana. Kuna jambo lilimstaajabisha zaidi. Juu nilikuwa nimetoka kwa familia ambayo tumeenda shule, wazazi wamesoma. So kitu ya kwanza ni ati ilikuwa kwa aibu kwenda kuketi na wengine unawaambia kwamba ulikeketwa. So unaishi umejikalia mwenyewe, watu wakiketi pale wanasema wangapi wamekeketwa, hauwezi hata ongea juu unaona hiyo aibu. Of course kuna zile groups zilikuwa kwa wale wasichana wenye wamekeketwa walikuwa kwa kando, nilikuwa naona vile wanabebwa na wengine shule, walikuwa wanastigmatiziwa, unyanyapaa. Watu wasema wale wamekatwa, wale wana hisia, wale hata hawezi fanya kitu, wako tu hivyo. So sikuwa na imagine hata mimi nikisema nimekeketwa wataniongelelea hivyo. So ilibidi nijinyamazie na ninyamaze kabisa, na ndio niingiane na wengine angalau. So hata mimi niko kwa ile kikundi ndio wanasema si hatujakeketwa, hata tujui venye inakaa, lakini ndani yangu ninajua kwamba najidanganya na nilikuwa naishi na hiyo mauchungu. So lakini walikuwa kitu kina nishtusha neti, ukikaa mahali tu unaona, ukisikia mtu anataja tu jina ukeketaji unastuka, unaona tu mwili na nani. Ukienda tu mahali wewe ni Masai, wewe umekeketwa. So nikajua hii sasa, nilishi tu na hiyo kunyamaza na kujieka kando na wengine. Sasa nikamuuliza ikawaje akaweza kuvunja huo ukimya wa kile kilichokuwa kinamsibu. Kenye linisaidia sasa nikatoka kusema kwamba nimekeketwa. Nilipitia funzo na organization ambayo inaitwa The Girl Generation, ambao hao sasa walikuwa wanatafuta wasichana ambao wamekeketwa, wanawafanyia usaidizi wa kisaikolojia, ambayo masomo ilikuwa inakusaidia kwanza ukubali kwamba ulikeketwa na usamehe wenye walikufanyia hiyo kitendo, pia wewe mwenyewe ujisamehe. Alafu sasa wanakupeleka through hiyo saikolojia, yani unazungumza tu, wanakwambia zungumza, na wanaleta wenzako wengine pia ambao wamepitia ukeketaji. So tukatengeneza support group. Sasa tukakuwa tunasaidiana kwa hiyo kikundi. Sasa huyu anakuja anazungumza, mwingine anazungumza, na hivyo sasa ndio ilinipatia nguvu sasa ya kusimama kabisa na kusema na kutoka kabisa nikisema nilikeketwa wakati huu, hivi ndio ilikuwa, na sitakubali mwingine akeketwe. So hiyo ndio ilinipatia nguvu, na ni kitu tumekuwa tukiendelea katika organization yetu ya Afya Afrika, tukitafuta ambao wamepitia ukeketaji, tuwasaidie, at least wapatie hata nguvu, warudi kwa community zao waweze kusaidia wengine ambao pia wamepitia hiyo. Na hatimaye nikamuuliza anaona dalili za ukeketaji kutokomezwa nchini Kenya. Kabisa. Hasa hawa kama sisi penye huku Kenya, tukiona watu wa dini wanazungumza, wanaingia kanisa,
watumishi wa Mungu wanapoongelelea mambo ya Biblia, pia unapata katika wanaongelelea mambo ya wanahamasisha watu waachane na ukeketaji. Hiyo ni vitu ambavyo ilikuwa inafanyika kitambo. Au wazee wa tamaduni pia hawangekuwa wanaongelelea mambo ya ukeketaji juu kama wanaenda kinyume na tamaduni zao. Angalau sasa hivi wanaongelelea. Tunaona pia vijana juu sana sana tunasema wasichana wanakeketwa kwa ajili ya hawa vijana. Juu vijana wanasema watu hawa wasichana ambao hawajakeketwa. At least hii tunaona vijana wamejitokeza, wameweka mavikundi zao ambao wanazunguka kila mahali wakihamasisha watu kwamba ukeketaji lazima ishe, na pia wana protect mama zao. Na pia tunaona hawa survivors zao wenyewe walipitia ukeketaji, wanakuja pia wanaongelelea kile walipitia, na wanasema kwamba wata protect wasichana wao wasipitie ukeketaji. Angalau tunaona kuna, na pia serikali ya Kenya imefanya kazi nzuri juu wameseti bodi ambayo inaitwa anti-FGM bodi dhidi ya ukeketaji, ambayo inazunguka Kenya nzima ikihamasisha watu kwamba waachane na utamaduni, na pia wanatenga fedha ambazo pia zinasaidia kufanya hii kazi kuwa rahisi. Shukrani sana Assumpta Massoi kwa mada hiyo kwa kina. Sasa umewadia wasaa wa kujifunza Kiswahili hii leo. Mtaalamu wetu Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania BAKITA, anafafanua maana ya neno kinyonyi. Teknolojia ya sasa imekuja na mambo mengi, lakini katika mapokeo yake tumekuwa tukiyapokea kama maneno yenyewe yalivyo, na baadhi yake tukijaribu kuyatoa kama ilivyo televisheni, kama ilivyo kompyuta na hata mengine. Lakini pia katika Uswahili hata hayo maneno pia yapo ambayo yapo katika lugha ya Kiswahili. Mathalan flash pamoja na kuitoa, lakini kwa Uswahili hasa inatambulika kama kinyonyi. Kwa hiyo ukiwa na mwenzio akasema niazime kinyonyi chako, maana yake anakusudia kusema niazime flash ambayo imetolewa. Shukrani sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Basi nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena Jumanne ijayo kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN vile vile. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.